Leo mnaona mafuta yamepanda, mafuta yamepanda, na ni hatari, ni hatari kwa sababu mafuta yakipanda, yani maana yake ni kwamba kila kitu kinapanda. Inatokea inflation ya uchumi, mfumuko wa bei unatokea, kila kitu kitapanda bei, kila kitu, maisha yatapanda. Sasa hivi mchele utapanda, usafiri utapanda, unga utapanda, soda itapanda, unachokijua wewe kitapanda bei sababu ya mafuta yamepanda. Yani unapozungumzia uchumi ni mafuta, kila kitu kitapanda. Kwa nini kila kitu kipande baada ya mafuta kupanda? Utagundua wazi kwamba lau kama Waislamu lao lingekuwa moja, dunia ingekuwa inakuja kutii kwa Waislamu. Yani kama Middle East Waislamu wangekuwa ni wamoja, kungekuwa hakuna fitna ya Mayahudi kuingia pale Middle East. Waislamu lao likawa moja, kumbe dunia nzima ingekuwa inaobei kwa Waislamu. Unachokijua wewe ndani ya Saudia, chochote kile kimeegemezwa kwa Myahudi. Ndio maana leo baadhi ya sheria, tunaamini Saudia ni dola ya Kiislamu, lakini kuna baadhi ya sheria zinapitishwa ziko nje ya mifumo ya sheria za Kiislamu, nje ya sheria za Kiislamu. Kwa mfano, kufunguliwa kwa makasino katika mji kama ya Jeddah, kufunguliwa kwa makasino katika mahala kama Riyadh ni nje ya sheria za Kiislamu. Lakini kuna baadhi ya wanamuziki wakitoka Marekani, kwa mfano wakina Nicki Minaj, wakina Cardi B, ambao wakienda kuperform majukwani wanacheza uchi. Pengine nyinyi hamjui, mimi nafuatilia wale wakina Cardi B, wakina Nicki Minaj wakiperform majukwani wanacheza uchi. Na moja ya masharti yao wanayotoa kwamba waruhusiwe, wakienda pale waruhusiwe wanawake waliokuwepo katika miji ile kuja kuhudhuria katika show zao. Ikiwa hawatoruhusiwa, wao hawatokwenda kuperform. Kwa hiyo sheria wakati mwingine zinaruhusu wanawake kwenda kwenye maconcert ya kina Nicki Minaj, wa kina Cardi B, inafanyika ndani ya ardhi ya Waislamu, ndani ya ardhi ya Waislamu, ndani ya ardhi ya Waislamu. Unajiuliza kwamba ikiwa hii ni dola ya Kiislamu, inawezekana vipi kuruhusu makasino au concert za watu ambao wanakuja kuperform wakiwa wapo uchi?